Hujambo mtazamaji na karibu kwenye ulimwengu wa ripoti mbalimbali ambazo zinatoka katika eneo la Special Military Operation nchini Urusi pamoja na Ukraine, lakini bila kusahau Mashariki ya Kati na Ulaya Magharibi, ambapo sasa ripoti tulionayo ni ile ambayo inahusu Marekani kutaka kudhibiti bomba kuu la gesi nchini Ukraine. Madai hayo ni madai ambayo yamefichuliwa katika mkataba wa madini ambao Washington wanaisukuma Kyiv kusaini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika vinaeleza kwamba pamoja na mambo mengine kwenye mkataba huo, utawala wa rais wa Marekani bwana Donald Trump unaitaka Ukraine ikubali Marekani ichukue udhibiti wa bomba la gesi ambalo limekuwa likitumika kusafirisha gesi ya Urusi kuelekea Umoja wa Ulaya, na hii ni kwa mujibu kutoka vyanzo ambavyo vinaaminika. Kwa mujibu wa chanzo kimoja ambacho kipo karibu sana na jambo hilo, inasema rasimu ya mkataba mpya wa madini ambayo iliundwa na Washington inajumuisha hitaji kwamba shirika la fedha la maendeleo la kimataifa la serikali ya Marekani lichukue udhibiti katika bomba la gesi asilia kutoka katika kampuni ya nishati ya Urusi ya Gazprom ambalo linapita Ukraine kuelekea barani Ulaya. Tangu mwanzo wa mwaka huu hakuna gesi yoyote ambayo imepitishwa kupitia katika bomba hilo kutokana na Ukraine kukataa kuendeleza mkataba wa usafirishaji na hiyo kampuni ya usafirishaji au kampuni ya nishati ya Urusi ambayo inafahamika kama Gazprom. Ijumaa iliyopita maafisa wa Marekani walikutana mjini Washington kujadili mkataba huo unaotoa ruhusa kwa Marekani kufikia rasilimali za madini za Ukraine ikiwemo madini adimu duniani. Na kwa mujibu wa ripoti inadaiwa kwamba mazungumzo yalifanyika katika mazingira ya mvutano mkubwa sana kati ya maafisa wa Marekani pamoja na wale wa Ukraine. Migongano hiyo inatokana na madai ya kiwango cha juu mno yaliyomo kwenye rasimu ya hivi karibuni ya makubaliano hayo, ambapo utawala wa Trump uliwasilisha kwa Kyiv mwezi uliopita. Serikali ya Ukraine imeona kwamba Marekani wanataka kuingiza mkenge kupitia katika mkataba huo, wakaamua kuiajiri kampuni ya kisheria ambayo ni ya Kimarekani Kibritain Hogan Lovells kuwa mshauri wa nje kuhusu mkataba huo. Kwa mujibu wa ripoti tulizokuwa nazo, Marekani ilitoa masharti magumu zaidi baada ya rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky kukataa kusaini makubaliano ya awali alipokutana na Trump katika ikulu ya White House mwishoni mwa mwezi Februari, na ziara hiyo ilimalizika kwa mzozo wa wazi baina ya viongozi wa Marekani na Ukraine, ambapo Trump alimtuhumu Zelensky kwa kuwa hakutoa shukurani kwa Marekani kutokana na msaada wake katika mapambano dhidi yake pamoja na Urusi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari na vyanzo makini, rasimu ya sasa ya makubaliano hayo itapewa Marekani fursa ya kipekee ya kufikia migodi ya madini ya Ukraine na pia kuihitaji serikali ya Kyiv kuweka mapato yote yatokanayo na rasilimali hizo katika mfuko wa pamoja wa uwekezaji. Makubaliano hayo hayajumuishi dhamana za kiusalama kutoka Marekani, jambo ambalo serikali ya Ukraine inalichukulia kuwa ni jambo la kipaumbele kwa hivi sasa. Trump ambaye amedai kwamba mabadiliko hayo yatawezesha walipa kodi wa Marekani kurejesha fedha zilizotumika na utawala wa awali wa Joe Biden kuisaidia Ukraine, ameendelea kuonya kwamba Zelensky atakumbwa na matatizo makubwa mno endapo atajiondoa katika makubaliano hayo. Nadhani watu wengi ambao mmekuwa mkifuatilia zile ripoti ambazo ninazieleza, nimewahi kuongea kipindi cha nyuma kwamba ule mwanzo wa mwisho wa Ukraine sasa upo karibu, kwa sababu hata hao wafadhili ambao walikuwa wanaifadhili kwa kisingizio cha kwamba wanatoa msaada walikuwa wanaipaka Ukraine kwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Sasa amekuja bwana Donald Trump kaamua kuzungumza ule ukweli wa mambo. Sasa wengi pengine mnaweza mkaniuliza hapa, bwana Guido, kwani Marekani inanufaikaje kama itamiliki bomba hilo? Ni swali la msingi sana ambalo nahitaji kulijibu. Kwa mujibu wa utafiti ambao umefanywa na taasisi za sera za kimataifa, hasa ile Global Policy Institute, jambo hili linahusiana na uwezo wa bomba hilo kusafirisha gesi kwa mwelekeo mkubwa zaidi kuelekea barani Ulaya. Badala ya bomba hilo kutumika kusambaza gesi ya Urusi kwenda kwa watumiaji wa Ulaya, sasa linaweza kutumika kusambaza gesi asilia ambayo inasafirishwa kwa njia ya kimiminika kutoka Marekani LNG kwenda kwa watumiaji wa Ukraine. Kwa maana ya
Marekani wanahitaji sana hilo bomba la gesi ili waweze kusafirisha gesi yao ile ya LNG ambayo imekuwa ikitumiwa na Wamarekani. Sasa wanataka isafirishwe moja kwa moja kwenda nchini Ukraine kwa ajili ya matumizi ya watu wa kule Ukraine. Kwa hiyo hapa Marekani anatafuta namna ya upigaji. Kwa kulidhibiti bomba hilo, Marekani inaweza kupata udhibiti wa soko la gesi la kule Ukraine na kulifanya taifa hilo kutegemea kikamilifu gesi ya Marekani, jambo ambalo litaongeza ushawishi wa Washington katika taifa hilo la Ukraine, na kiasi ambacho Marekani sasa watakuwa na uwezo wa kuiamulia Ukraine nini ambacho kinafanya. Aidha, bomba hilo linaweza kutumiwa na Marekani kusambaza LNG yake kwa mataifa ya Ulaya, jambo ambalo pia litaifanya Ulaya kutegemea zaidi rasilimali za nishati kutoka Marekani. Mfahamu gesi ya Urusi ambayo ilikuwa inapitishwa kwenye hilo bomba la Gazprom kupitia pale nchini Ukraine ndio ilikuwa inatumika kwa asilimia kubwa sana kuweza kusaidia mataifa kama ya Ujerumani na mataifa mbalimbali ambayo yamekuwa yakitegemea Urusi katika sekta ya gesi. Moja kati ya wale ambao walizungumza kuhusiana na jambo hilo ni pamoja na Dr. George Azamrey ambaye pia ni mtafiti mwandamizi katika taasisi ya sera za kimataifa Global Policy Institute. Amesema kwamba Ulaya na Ukraine wamejiletea wenyewe jambo hili kwa kukataa uhusiano wa nishati nafuu kutoka Urusi na kuamua kutegemea uagizaji wa gesi ambayo ni gesi yenye gharama kubwa sana kutoka Marekani. Sasa hili ndilo ambalo Marekani kwa hivi sasa anajaribu kuliingiza katika mfumo wake, kwa maana ya kwamba sasa wa Ukraine wanalazimika kuingia kwenye mfumo wa Marekani ili waweze kupata usaidizi. Lakini mfahamu kwamba usafirishaji wa gesi kutoka Marekani kwenda nchi nyingine za Ulaya na Ukraine na kwingine ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo gesi ambayo itasafirishwa kutoka Marekani kwenda huko katika mataifa hayo itakuwa inanunuliwa kwa bei ya juu sana kuliko ambavyo ingesafirishwa kutoka Urusi inapitia Ukraine kupitia ile bomba la Gazprom kuelekea mataifa ya Ulaya. Gesi hiyo ilikuwa inanunuliwa kwa bei ndogo sana. Kwa hiyo huyu ndiye bwana Donald Trump ambaye kwa hivi sasa tunaona kaamua kabisa kuyafichua yale makucha yake, na Marekani sasa imeamua kujionesha kwamba wao ni watu ambao ni wazee wa fursa. Na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky inawezekana alikuwa hajui kitu chochote, lakini kwa hivi sasa anafahamu juu ya mipango madhubuti ambayo inawekwa na hiyo Marekani katika kuhakikisha wanaendelea kujiimarisha zaidi katika nyanja za nishati, katika nyanja za uchumi pamoja na nyanja za kijeshi. Lakini kikwazo kikubwa ambacho wanakumbana nacho ni serikali ya Urusi ya bwana Vladimirovich Putin. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.